Pale ambapo ulikuwa unatoa pepo, unaponya magonjwa, unafanya miujiza, unafanya mambo mpaka watu wanashangaa, wanasema kweli huyu mtu yuko na Mungu, yuko na Mungu. Miujiza inatendeka vibaya mno mpaka watu wananyosha mikono, kweli huyu mtu yuko na Mungu. Alafu siku hiyo unakutana na Yesu. Yesu anakuambia kwamba si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Sasa mpaka mtu ana ujasiri wa kumwambia Yesu, wa kuhojiana na Yesu kwamba mbona tulitenda hivi kwa jina lako, tulifanya hivi kwa jina lako, maana yake ni kwamba huyu mtu alikuwa na uhakika wa 100% kwamba yote anayoyatenda ni mapenzi ya Mungu wa mbinguni. Alikuwa na amani siku zote, anaamini ndani ya moyo wake kwamba yote anayoyatenda ni mapenzi ya Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo ana uhakika kwamba ipo neema ya Mungu katika yeye kufanya haya mapenzi ya Mungu wa mbinguni, kwamba itamwezesha kuurisi, kuingia ufalme wa mbinguni. Alafu sasa kitu cha ajabu, anakuja kuambiwa kwamba sikufahamu wewe. Sikufahamu kivipi wakati nilikuwa natumia jina lako siku zote? Nimehubiri kwa jina lako, nimeponya kwa jina lako, nimetoa ishara na miujiza, nimefanya mambo mengi kwa jina lako. Iweje leo unasema kwamba hunijui Yesu? Anasema kwa sababu kuyatenda mapenzi ya Baba wa mbinguni. Unajiuliza, mapenzi hayo ya Baba wa mbinguni ni yapi? Kumbe mapenzi ya Baba wa mbinguni ya ufalme, ili uingie kwenye ufalme wa Mungu, inatakiwa kwanza uzifahamu siri za ufalme wa mbinguni. Je, unazifahamu siri za ufalme wa mbinguni? Kama uzifahamu siri za ufalme wa mbinguni, utakuwaje na kigezo cha kuingia katika ufalme wa mbinguni? Utajueje kwamba ili uingie katika ufalme wa mbinguni imekupasa kufanya nini? Huwezi kutambua, huwezi kuelewa. Kwa hiyo ni mpaka uelewe siri za ufalme wa mbinguni ndio utajua kwamba ufalme wa mbinguni ni nini, namna gani ya kuingia, unafanya kazi vipi. Yaani ukishatambua hivyo vitu, ndipo utakuwa sasa na uwezo wa kujua kumbe ili ni uingie ufalme wa mbinguni, mapenzi ya Mungu wa mbinguni ni haya. Kwa hiyo inakuja hatari hapa ya kutokutambua sasa mafumbo, kutokutambua mifano, kutokuelewa unabii na utimilifu. Kutokuelewa hivyo vitu ni hatari, kwa sababu humo ndani kumefichwa siri za ufalme wa mbinguni. Kwa sababu kumefichwa siri za ufalme wa mbinguni. Usipotambua sasa siri za ufalme wa mbinguni, maana yake huwezi kuingia ufalme wa mbinguni. Ili utambue ufalme wa mbinguni, lazima uhakikishe kwamba unapata mwalimu, mchungaji, kiongozi ambaye atakufundisha neno la Mungu lililofunuliwa, atakufundisha vitabu vya unabii na uhalisia wake na utimilifu kwa mapenzi makamilifu ya Mungu wa mbinguni. Haitoshi tu kuongozwa na mchungaji ambaye anaishia tu kutambua mafundisho na historia kama Mafarisayo na Masadukayo ambao Yesu aliwaita ni vipofu, kwa sababu kiongozi kama huyo hawezi kukufikisha mahali ambapo Yesu anataka ufike. Yesu anataka ufundishwe na kiongozi ambaye ana uwezo wa kuona, ana uwezo wa kuelewa unabii na utimilifu wake pia. Kwa hiyo